अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमे Halifa mtukufu ayyadhahullah ta'ala bin Aziz anasema kwamba katika Ijumaa iliyopita nilipokuja kwa ajili ya kusalisha swala ya Ijumaa, niliposhuka katika gari langu niliona idadi kubwa ya waandishi wa habari walikuwepo pale. Nilipomuuliza Amir Saheb akaniambia kwamba kuhusu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam film iliyotengenezwa kwa sababu ya ile film, reaction inayopatikana katika Waislamu. Hawa waandishi wamekuja kuona kwamba jibu au reaction ya Ahmadiyya ni nini. Nikasema ni sawa, waambie hawa waandishi wa habari kwamba mimi leo nitatoa hutuba kuhusu mada hii, na katika ile hutuba nitaeleza jibu la Ahmadiyya ni nini au reaction ya Ahmadiyya ni nini kuhusu ile film. Hii pia ni kazi ya Mwenyezi Mungu kwamba alileta waandishi wa habari wengi kiasi hiki, na Mwenyezi Mungu aliweka moyoni mwangu pia kwamba mimi nizungumze kuhusu mada hii. Kwanza nilipanga kwamba nitatoa hutuba kuhusu mada nyingine, lakini siku moja kabla ya Ijumaa Mwenyezi Mungu aliweka moyoni mwangu kwamba mimi nizungumze kuhusu mada hii. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu, jinsi anavyotaka anaelekeza. Na baadaye matokeo yalitokea yamethibitisha kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu ulikuwepo katika hii. Yoyote niliyosema na niliyotaka kutoa ujumbe kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, ujumbe ule Mwenyezi Mungu alieneza katika watu wasiokuwa wa Ahmadiyya. Baada ya hutuba ya Ijumaa nilipotoka nje, Amir Saheb akaniambia kwamba waandishi wa habari dakika 2-3 wanataka kuongea nawe na wanataka kukuuliza maswali kadhaa. Nikasema nimeshawahi kueleza mambo yote katika hutuba yangu, kwa sababu nilikuwa naona wakati nilipokuwa natoa hutuba waandishi wa habari walikuwepo pale pamoja na kamera zao, na walikuwa napiga picha na walikuwa wanasikiliza pia hutuba yangu.
na hawa wameshapata ujumbe na zaidi wanataka nini. उनको अंदर बिठा दिया था कमरे में, Lakini मैं आऊंगा। kwa sababu wale waandishi walikaa chumbani na देख लेते हैं waliambiwa kwamba mimi nitaenda kule baada ya Ijumaa. Kwa hivyo कि इज्जत nikaona ni sawa ikiwa kuna swali la heshima ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, और आपके मुकाम के हवाले से au nikilazimika kusema zaidi kuhusu Islam, basi nitazungumza pale. कोई बेहतर पैगाम Na ikiwa kwa sababu ya interview hii तो अच्छी बात है, फिर मिल लेता हूँ। dunia inaweza kupata ujumbe vizuri, basi mimi niko tayari kukutana na hawa waandishi wa habari. नुमाइंदों के Nilipoenda pale chumbani pamoja na waandishi wa habari, wakilishi wa TV channel mbalimbali walikuwepo pale, BBC के नुमाइंदा, na न्यूजीलैंड, waandishi wa habari, mwandishi wa BBC alikuwepo, na National TV ya New Zealand na France, नुमाइंदे शामिल थे। na vile vile wakilishi wengine pia walikuwepo pale wa TV channel mbalimbali. दाईं तरफ बैठा था, Mwakilishi wa TV channel ya New Zealand ambaye alikaa kulia kwangu, yeye alipata nafasi ya kuuliza swali kwangu kwanza, na akaniambia unataka kutoa ujumbe gani. Nikamwambia kwamba umeshasikia ujumbe kwa sababu ulikuwa unasikia tafsiri ya hutuba yangu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और मर्तबा के बारे में मैं बयान कर चुका हूँ कि आपको बहुत बुलंद Kuhusu heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam nimeshawahi kueleza kwamba heshima ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kubwa sana, na mfano wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano mwema kwa ajili ya kila Muislamu. जो गम उसे का है, वो एक लिहाज से Na reaction ya Waislamu inayoonekana ambayo ni reaction ya hasira, kwa upande mmoja ni sawa, inatakiwa iwe hivi, ingawa wameonyesha reaction ile vibaya sehemu kadhaa. दुनियादार की नजर Na heshima ambayo tunayo mioyoni mwetu दुनियादार को ये kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa dunia hawawezi kufikiria kuhusu hii. Ndio maana watu wa dunia hawajui kwamba kiasi gani ऐसी हरकतें wameudhika kwa sababu ya maneno yale yaliyosemwa katika film. नुमाइंदा था, इसका इस बात पर जोर था, Kulikuwa तुमने कहा है बड़े सख्त mwakilishi wa New Zealand, लोग जहन्नम yeye alisisitiza kwamba wewe umetumia maneno makali kwa kusema kwamba hawa watu wataenda motoni, na hawa ni maneno makali. ये नहीं थे, लेकिन टोन से ये लग रहा था। Sikusema maneno haya, lakini बार बार इस सवाल को दोहरा रहा alisema कि ऐसे लोग kwamba nimesema hivi. Alikuwa anasisitiza na alikuwa anaendelea kurudia swali lake mara kwa mara. ऐसी बातें करें, Nikamwambia करने की कोशिश करें, kwamba watu ambao wanasema maneno machafu kuhusu wapendwa wa Mwenyezi Mungu na wanafanya mzaha nao na wanaendelea kufanya hivi na wanaendelea kuwatania, धीरे वो चलती है। और katika hali hii kudra ya Mwenyezi Mungu pia inafanya kazi, na katika hali hii adhabu ya Mwenyezi Mungu pia inaweza kushuka. लेकिन लगता था Kwa hiyo से कुछ डर akanyamaza, खौफजदा भी लगा। lakini उसने अपनी खबरों में lakini ilionekana kwamba नेशनल टेलीविजन alipata hofu kwa sababu वहाँ वो नशर हुई ya hii alipeleka taarifa के हवाले से yake katika television ya New Zealand, टेलीविजन पर na mara ya kwanza katika nchi ya New Zealand habari ilitolewa kuhusu jumuiya, na kwa sababu ya hii jumuiya ilijulikana katika nchi ya New Zealand खुतबे के kwa sababu ya hutuba yangu na kwa sababu ya interview yangu pia. ये लोग जहन्नम में जाएंगे, ये फिक्रा भी उन्होंने अपनी खबरों में सुनाया, रिकॉर्ड किया हुआ था। Na लेकिन इसमें ये शराफत थी walitoa tafsiri ya maneno yangu niliyosema wataenda motoni katika मैं TV yao, नहीं दिखाते कि इस फिक्र na baadhi wakati waandishi wa habari hawafanyi uadilifu को जाहिल करने के लिए lakini
ये अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला kwa ajili ya kutoa athari mbaya ya maneno haya labda mwenyezi mungu aliweka moyoni mwake अल्फाज kwamba pamoja na maneno yale शिद्दत पसंद मुजाहिरे walirusha maneno yale niliyosema kwamba sisi अहमदी hatupendi kuvunja amani na kuvunja vifaa vya watu na hamtamwona mwanajumuiya yeyote kwamba anafanya reaction ya aina hii inayoleta ufisadi nchini जवाब दिखाकर फिर आगे aliyekuwa anasoma habari kwa kuonyesha jibu langu alitoa मुसलमानों maoni yake kwamba hii ni jumuiya pekee ya waislamu लेकिन बहरहाल देखते हैं ये पैगाम जो na waislamu wengine hawatendei vizuri na jumuiya hii आवाज और पैगाम का lakini tunaona ujumbe huu uliotolewa na halifa दूसरे मुसलमानों पर भी कोई असर होता है या नहीं waislamu wasiokuwa wanajumuiya wao wanapata athari gani वहाँ उनकी फुटेज भी दिखाई जो तोड़ फोड़ कर रहे थे मौलवियों को जुलूस na pale alionyesha हुए और नारे लगाते habari ya waislamu wengine pia wakati walipokuwa wanafanya maandamano na walipokuwa wanapiga kelele na walipokuwa wanavunja vifaa vya watu हुए से इस्लाम का हकीकी पैगाम na huzuri anasema kama nilivyosema और hivi ujumbe wa islam गिरद के मुल्कों में भी ulifika के जरिए से new zealand na पहुंच गए katika nchi jirani za new zealand na kwa kupitia website ilifika katika nchi mbalimbali ya dunia हकीकी पैगाम sisi tungefanya juhudi tusingeweza kusambaza na kufikisha ujumbe wa islam इस्लाम और अहमदियत kama ilivyofika hivi jumuiya ya new zealand inatakiwa से पहुंचाने की कोशिश करें ifanye juhudi kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa jumuiya ya ahmadhia katika nchini kote vile vile nchi jirani ya new zealand हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की nchi zile pia zinatakiwa इन ममालिक में हकीकी तालीम इस्लाम की पहुंचाने wao pia kuhusu sera za mtume muhammad salllahu alaihi waalihi wasallam wafanye juhudi na waandaye mipango ya kusambaza mafundisho ya islam mwakilishi wa new zealand akasema mimi nimeangalia ile film sikuona kuna jambo la aina hii और तुमने भी ambalo linasababisha kuleta ufisadi को दे दिया na akasema wewe pia umetoa hutuba kwa urefu sana na sehemu kadhaa इन्ना लिल्लाह umesema maneno machafu इन लोगों की na ilikuwa mzaha ya kawaida huzuri anasema inna lillahi hawa watu hii ndiyo ni hali ya hulka zao तुम्हारा माया nilimwambia kwamba sijui ulionaje ile film au hali ya hulka zako ikoje वालों की नजर में है उनके दिल में है खुद को huwezi kujua वसल्लम की ile heshima ya mtume salllahu alaihi waalihi wasallam iliyopo mioyoni mwa waislamu huwezi kujua ile hali na huwezi kujua kuhusu ile heshima nilimwambia sikuwahi kuangalia ile film lakini yule aliangalia aliniambia maneno mawili matatu kuhusu ile film kwa kusikia mtu hawezi kuvumilia भी नहीं कर सकता kwa kusikia yale maneno mimi siwezi kujasiri kuangalia ile film na mambo yaliyoelezwa katika ile film आपको moyo unaudhika sana बुरा भला nilimwambia ikiwa mtu नहीं कहे akimtukana baba yako na akimfedhehesha तुम दिखाओगे रद्द kuhusu yeye reaction yako jibu lako litakuwa nini हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम तो एक मुसलमान की नजर में इससे बहुत बुलंद है daraja na heshima ya mtume muhammad salllahu alaihi waalihi wasallam ni kubwa sana na huwezi kufikiria कहा कि मैं तुम्हें कह kuhusu ile heshima kisha akaanza kuzungumza tena kuhusu film na nikasema nimeshasema kwamba mtu akitukana baba yako wewe je utavumilia बहरहाल चुप कर गया इस बात
hakusema hapana au naam, lakini alikaa kimya na alinyamaza. लेकिन मेरे इस फिक्रे को yule mwakilishi labda hakutoa ile habari, lakini दूसरे मीडिया ने उठाया maneno yangu haya niliyosema kwamba mtu akitukana baba yako wewe utasema nini, media ingine ilionyesha, na katika website pia waliweka maneno haya, na katika magazeti pia walichapa, करने वालों ने और एक na wale wanaotoa rai yao खुतबे के हवाले से walitoa rai yao. जमात अहमदिया मुस्लिमा के Gazeti moja la Pakistan lilitoa खूब दुनिया पे जाहिर किया ujumbe wangu vizuri na ulisambaza vizuri duniani, तबसरे ऐसे भी थे इंटरनेट पे कि ये जो बात na wale wanatoa maoni yao katika internet walisema, wengine walisifu sana, इंसान यही बात करता है wengine waliandika kwamba kila mwenye akili anasema hayo yaliyosema Mirza Masroor Ahmad. Kwa hiyo yale aliyosema si kitu kipya. Mwanajumuiya mmoja aliniandikia kwamba nimesoma maelezo ya na maoni ya watu na habari yote nimesoma ya viongozi mbalimbali pia, lakini hakuna yeyote aliyekumbusha तो ये तो जो भी kwamba tumswalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. कि इसका एक Kwa hiyo रद्द-ए-अमल tulikumbushwa kuhusu jumuiya Ahmadiyya tu आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए kwamba sisi tunatakiwa tuonyeshe reaction hii pia kwamba tumswalie mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wingi. जिनको तुम गैर मुस्लिम Wengine waliandika नहीं kwamba mnawaita si Waislamu, ni hawa tu ambao walionyesha reaction nzuri na sahihi sawa na Islam. Kwa hivyo दुनिया के सामने hivi एक हकीकी ujumbe ulisambazwa vizuri duniani, na इस्लाम की हकीकत na mbele ya dunia reaction ya Islam imekuja vizuri. उसका भी दुनिया को पता चल गया Mafundisho yanayoeleza Ahmadiyya, watu walijua kuhusu mafundisho haya ya Islam, एक हकीकी मुसलमान na vile vile Waislamu walipata ujumbe huu pia kwamba Muislamu mkweli anatakiwa afanye reaction gani na jibu lake linatakiwa lini. Huzur anasema kama nilivyosema, ilikuwa msaada wa Mwenyezi Mungu कोशिश भी हम करते na fadhili zake kwamba kiasi hiki ujumbe ulisambazwa. Pengine tungefanya juhudi sana, दुनिया को पता न चलता tusingeweza kusambaza वसी तौर पर ujumbe huu wa Ahmadiyya, अब इसको आगे बढ़ाना au tusingeweza kusambaza duniani. हर जगह की जमात का और हर अहमदी Kwa kupata faida katika coverage hii ni kazi ya jumuiya ya kila nchi, की हिदायत और तरीक़ेकार का सवाल है मैंने खुतबे के हवाले से इसकी kama kuna swali la mwelekeo kutoka kwa makao makuu, nimeshapatia maagizo idara ya ishaat. वो तो हो सकता है Jumuiya itapata yale maelekezo, चाहे चंद दिन ही लगे labda itachukua muda kidogo, hata kama inachukua siku chache. उनको चाहिए Wahamadia wote ambao wanaonisikia wanatakiwa जैसा कि मैंने गुज़श्ता wao wachukue faida katika nafasi hii ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia. इस्लाम की खूबसूरत तालीम Kwanza kabisa, kama niliyosema kwamba kwa vitendo vyenu muonyeshe na muthibitishe mafundisho mazuri ya Islam, मरकजी मुतल्लका दफ्तर भी जैसा कि मैंने कहा और जमातें भी na pamoja na hii खुतबे का तर्जुमा jumuiya zote kwa kuzingatia kazi hii शाया करें और प्रेस के हवाले से watoe tafsiri ya hutuba ile kisha wasambaze sana, na vile vile watoe katika खसूसा खुतबा था magazeti pia. प्लीज इसमें यह भी दर्ज हो Na hutuba ile ilikuwa fupi, na pamoja na ile hutuba देखना है iandikwe maneno haya pia kwamba ikiwa mnataka kuangalia sera za Mtume saa sallam na mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi tunaweza kupatia इसी तरह vitabu वेबसाइट जो है na tunaweza kutoa vitabu pia. तो भी पता दें
vile vile ये लिटरेचर मौजूद हो। mwandike unwani ya website ya jumuiya kwa sababu katika website vitabu vyote vya jumuiya vinapatikana. और दे चुका हूँ। बाज़ लोगों ने अपने मशवरे भी दिए हैं nimeshawahi kuagiza के हवाले से। na watu wengine wametoa ushauri wao pia kwamba जो जमात के मौक़िफ़ की kuhusu hutuba hii na kuhusu interview हज़रत ujumbe की सीरत के पहलुओं को उजागर करने की ulioenea duniani भरपूर उसके ज़रिए से हज़रत सल्लल्लाहु kwa kupitia ujumbe huu na kwa kupatia nafasi hii और इससे फ़ायदा tunatakiwa juhudi lifanywe kuhusu kueleza mifano mizuri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam कुतुब जिनका अंग्रेज़ी katika maktaba ya maeneo yenu, या इंग्लिस्तान में या अंग्रेज़ी बोलने वाले मुल्कों में vitabu ambavyo vimeshafasiriwa katika lugha ya Kiingereza au katika lugha mbalimbali. Inatakiwa vitabu hivi viwekwe katika maktaba. Hata kama tunawapatia watu bure vitabu hivi, basi tuwapatie hasusan vile vitabu या किसी ambavyo vimeshafasiriwa katika lugha ya Kiingereza कसरत से फैलाए au katika lugha nyingine yoyote. लिसानी Inatakiwa vitabu hivi visambazwe sana. Kwa mfano, kitabu cha halifa mtukufu wa pili kiitwacho Life of Muhammad बशीर अहमद साहब kimetolewa katika lugha ya Kiingereza. vile vile kuna kitabu cha Mirza Bashir Ahmad Saheb बाकी भी imeshafasiriwa sehemu kadhaa katika lugha ya Kiingereza. Wakala tasnif inatakiwa ifanye juhudi na ifanye haraka itoe tafsiri yake katika lugha ya Kiingereza kisha ichapishwe haraka iwezekanavyo. Na kama niliyosema, Life of Muhammad ni kitabu kidogo, कवर किया गया lakini katika kile kitabu रंग में। sera za mtume sallallahu alaihi wasallam zimeandikwa vizuri. का असल में ये एक हिस्सा है, इसका कुछ हिस्सा जिसमें तारीख भी बयान हुई है। Ni kile kitabu kwa hakika ni sehemu fulani ya dibacha kitafsirul Quran. तकरीबन क्या सारा ही का दबाचे का हिस्सा है जो सीरत से और तारीख से मुतल्लिक़ है, उतना हिस्सा जो आसलन की ज़ात से मुतल्लिक़ है। Na बहरहाल historia ya maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam imeandikwa katika kile kitabu. सल्लम की ज़िंदगी का Kwa kusoma उजागर kitabu hiki इसकी उसी पैमाने पर kuhusu maisha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam वकील इशाअत tunajua vizuri. Kwa hivyo inatakiwa kitabu hiki kisambazwe sana. इसका तर्जुमा हो चुका है। Wakilu Shaat अगर स्टॉक aniambie kwamba tafsiri yake imeshatolewa katika lugha gani na gani. फ्रेंच में भी शायद है, Naona katika lugha ya Kijerman na lugha ya Kifaransa tafsiri yake imeshatolewa. Wakilu Shaat anipatie taarifa yake. पहलुओं को रखना है, ये हमारा काम है और इसको हमें Sisi एक कोशिश करके tunatakiwa अंजाम देना चाहिए। tuweke mifano mema wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele ya dunia, बातें हम यही कर सकती हैं। इसके लिए हर na kazi hii inaweza kufanya jumuiya Ahmadiyya tu siku hizi, सेमिनार भी हों, जलसे भी हों na और inatakiwa ifanywe seminar na mikutano pia ifanywe. जैसा मैंने कहा Na katika mikutano hii wasiokuwa Waislamu waalikwe. Na kama nilivyosema, hutuba yangu niliyotoa katika Ijumaa iliyopita अमन के हवाले itolewe katika lugha mbalimbali na itolewe katika sura ya kipeperushi को ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। na isambazwe kama iliyosambazwa kipeperushi kuhusu amani. Na inatakiwa kazi hii ifanyike katika wiki moja au siku 10, और ना आएंगे na kazi hii inaweza kufanyika vizuri. Watu hawa मान दिखा रहे hawajizuii katika देकर kazi yao, wala हमारे दिलों को जख्मी करने की दरपे है। hawatasimama, bali inaonekana wataudhi zaidi mioyo yetu, अब 2 दिन पहले na wanaendelea kusambaza maneno haya nchi hadi nchi. Siku 2 iliyopita katika gazeti la Spain pia lilitoa cartoon
ile na walisema kwamba hili ni jibu la और कम अज कम शुरफा और पढ़े लिखे लोग reaction ya waislamu. Sisi kwa ajili ya kuziba midomo ya hawa watu au kwa ajili ya kuwaambia watu wazuri wasomi tuwaambie kwamba hawa wanaosema si sahihi, यहाँ यूके में na hivi tunaweza kuwaambia watu kuhusu dhulma ya hawa watu. Hapa katika Uingereza Diamond Jubilee ya Malkia ilisherekewa, पढ़ रहा है na इसको kuhusu Diamond Jubilee hii kilele ilipigwa sana इस तरह तवज्जो na sherehe mbalimbali zilifanywa, कि जब डायमंड जो na हुई थी उस वक्त हज़रत मसीह मौऊद malkia Victoria aliposherekea मलका को भिजवाई Diamond Jubilee yake, Sayyidina alayhi salatu wassalam aliandika kitabu kitwacho Tofa Kaisaria, na malkia alipelekewa kile kitabu, वहाँ इस्लाम का पैगाम भी पहुंचा na katika kile kitabu Sayyidina alayhi salatu wassalam alisifu uadilifu wa malkia, na vile vile alipeleka ujumbe wa Islam, मजहबी बुजुर्गों na alikumbusha kuhusu amani ya dunia na kuhusu kuelewana na kuhusu kuwaheshimu viongozi wa dini mbalimbali. Pia alikumbusha kuhusu hii, अब जब मलका na alieleza vizuri pia jinsi gani kazi hii inaweza kufanywa au kufanyika. Na hivi karibuni malkia aliposherekea Diamond Jubilee yake, Tofa Kaisaria, गया था मलका का kitabu kiitwacho Tofa Kaisaria kilipelekwa, किताब तोहफे के तौर पर na idara ya malkia ambayo inashughulikia kazi hii, nilipokea barua kutoka kwao ya shukrani, कलेक्शन में रख दी गई na waliandika hii pia kwamba पढ़ती है kwamba kile kitabu kimewekwa katika library ya malkia, atasoma. Hazur anasema hatujui anasoma wala, lakini jukumu tulilolipewa sisi tumeshalitimiza lile jukumu letu. उनकी बदमनी के वो हालात हैं जो उस जमाने Siku hizi ufisadi umeenea duniani kama ilivyoenea wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, bali ufisadi unaendelea kuzidi zaidi, का आपका इस्तेहजा na ये लोग करते चले watu wanaendelea kushambulia Islam na kumshambulia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wanaendelea kuzidi sana katika mashambulio haya. इसलिए अमन और Basi kuna haja sana ya kupeleka na kusambaza ujumbe wa Sayyidina alayhi salatu wassalam दिया हुआ है कि कॉन्फ्रेंस में भी होनी चाहिए मुनक़िद aliyoandika katika kile kitabu. सारे Tunatakiwa tusambaze sana ule ujumbe, छाप कर यहाँ भी na inatakiwa तकसीम करने की जरूरत है इसको utolewe katika sura ya kipeperushi hapa nchini, na katika nchi mbalimbali ya dunia pia inatakiwa isambazwe, na inatakiwa kazi ifanywe haraka iwezekanavyo. Ujumbe huu labda utotolewa katika ukurasa 4 au 5 tu, yani kipeperushi kinaweza kuwa katika ये मिसाल ukurasa 4 au 5. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kueleza heshima ya manabii ametoa mfano kwamba mtu और अपने आप yeyote kwa jina la serikali akitoa sheria na kanuni na athibitishe kwamba yeye ni mjumbe wa serikali, शख्स या ग्रोह के खिलाफ katika hali hii serikali ile तो फिर ये किस तरह मुमकिन है itamwadhibu yule mtu ambaye kwa kutumia jina la serikali ifanya kazi ile. Basi बर्दाश्त करे और खुली छुट्टी दे दे hii haiwezekani kwamba Mwenyezi Mungu awapatie ruhusa watu waendelee kusema और उनकी जमातें भी बढ़ रही kwasema maneno machafu kwa kutumia jina lake. बात साबित करती Manabii wanapodai kwamba wameleta ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kisha jumuiya zao pia zinaendelea kuongezeka, बस kitu hiki kinathibitisha kwamba hawa watu wa jumuiya ile ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. दुनिया का Wale ambao wamekuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu tunatakiwa tuwaheshimu ili amani ipatikane duniani. कि किस तरह अमन होना चाहिए Kuhusu hii और क्या मुकाम होता है अम्बिया का Sayyidina alayhi salatu wassalam aliyoandika kwamba amani inatakiwa ipatikane namna gani au heshima ya manabii ni nini, naeleza hapa. Anasema Sayyidina alayhi salatu wassalam अगर हुकूमत दुनियावी kwamba kanuni ile
inapatikana katika suna ya mtume salallahu alaihi wa sallam. Kama serikali haiwezi kuvumilia ikiwa mtu anasema kitu तो यही कानून खुदा ताला kwa kunasibisha serikali ile, basi katika hali hii mwenyezi mungu pia hawezi kuvumilia. देता, बल्कि ऐसा शख्स जल्द पकड़ा जाता है और अपनी सजा को पहुंच जाता है। Yule anayedai हमें चाहिए कि हम उन तमाम madai ya utume na tena yeye si kutoka kwa mwenyezi mungu, सच्चा समझें mungu hamwachi. खुद का दावा किया और फिर वो दावा Tunatakiwa tuwaheshimu manabii wote waliodai kuwa manabii wa mwenyezi mungu, kisha इस्तेहकाम पकड़ गया और एक dini yao ilienea duniani na ilikomaa na iliendelea kwa muda mrefu. या उस मजहब के पाबंदों को Ikiwa tunaona kuna makosa katika vitabu vyao au tuwakute wafuasi wao wanafanya madhambi, wanafanya makosa, sisi hatutakiwi kwamba tukatae madai ya viongozi wa dini hizi, kwa sababu kubadilishwa kwa vitabu inawezekana na makosa yanaweza kupatikana, yanaweza kuongezwa baadaye katika vitabu. कहे कि मैं उसका Lakini hii si dalili kwamba, पेश करे na hii haiwezekani kwamba mtu aseme yeye ni kutoka kwa mwenyezi mungu उसका कलाम, na aseme kwamba फिर खुदा उसको सच्चों की तरह मोहलत दे, kitabu hiki ni kutoka kwa mwenyezi mungu, फिर खुदा से kisha mwenyezi mungu amwache kama mtu mkweli. कबूलियत फैलाए। yaani mwenyezi mungu hawezi kumpatia nafasi ili aweze kuendelea na kueneza ujumbe wake. हम ऐसे तमाम नबियों को सच्चे नबी करार दें जिनका मजहब जड़ पकड़ गया और उम्र पा गया और करोड़ हा लोग Sisi tunatakiwa tuheshimu manabii wote ambao उसूल है dini yao ilienea duniani na ilithibitika ni kutoka kwa mwenyezi mungu. तौहीन मजहब Ikiwa dunia yote inaanza kufuata kitu hiki, में आमा खलायक हैं उठ जाएं, basi ये तो जाहिर है कि जो लोग किसी मजहब basi ufisadi के ऐसे शख्स का utaondoka पैरों ख्याल na amani itapatikana. Ni dhahiri kwamba watu ambao से फितनों की बुनियाद wanawaamini wale wanaofuata nabii wa mwenyezi mungu na नबी की wanamfedhehesha, basi hawa watu ni wakosefu तालीमात को गालियों की हद तक na wanasema maneno machafu kuhusu yule nabii wa mwenyezi mungu na wanamtukana हालांकि ये ख्याल उनका बिल्कुल na wanaharibu amani गुस्ताखाना अकवाल में na usalama wa nchi, नजर में जालिम होते हैं। na wao ni waongo katika maoni yao, bali ni wadhalimu. एक झूठे को नाहक का Mwenyezi Mungu ambaye ni mrehemevu hapendi kwamba amwache mwongo जायज रखता है na kwa kueneza jumuiya yake awadanganye watu. होने के दुनिया की नजर में सच्चे नबियों का हम पल्ला हो जाए। बस ये असूल निहायत प्यारा Na haiwezekani kwamba mtu mwongo awe sawasawa na manabii wa Mwenyezi Mungu. तो Basi utaratibu huu ni mzuri na ni yenye amani, na vile vile inasaidia kuboresha hulka, kwamba tuwaamini manabii wote waliokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba walikuwa wakweli, wawe katika bara Hindi, katika China au katika nchi nyingine yoyote. और उनके Na Mwenyezi Mungu ameweka heshima katika mioyo ya watu na dini yao imekomaa, na dini ile iliendelea kuenea karne hadi karne. जिनकी सवाने इस तारीख Kwa utaratibu huu इज्जत की निगाह से देखते हैं, गो वो हिंदुओं के ambao kwa taratibu huu tunaweza kuwaheshimu manabii wote wanaokuja chini ya utaratibu huu, wawe manabii wa watu wa China au wawe manabii wa Mayahudi au wa Wakristo. Lakini wapinzani wetu hawaweza kututendea hivi. देता है और झूठे नबी का मजहब Mwenyezi Mungu hawezi kumpatia baraka nabii mwongo kama anampatia baraka nabii mkweli, wala dini yake haiwezi kuenea, na dini ya nabii mkweli inadumu. हमेशा Basi watu wanawakadhibisha manabii wa mataifa mbalimbali, hawa ni watu maadui wa usalama, kwa sababu kuwatukana wazee wa mataifa hakuna fitina kubwa zaidi kuliko hii. मगर नहीं
baadhi wakati mtu anakuwa tayari kufa lakini hapendi kwamba kiongozi wake atukanwe. Ikiwa sisi tunaleta shutuma dhidi ya mafundisho ya dini yoyote, hatutakiwi tushambulie nabii wa dini ile au tumtukane, यानी अगर वो गलतियां हैं उस bali tunatakiwa tushutumu amali ya mataifa yale, फरमाया और ये yani कि वो नबी जो tulete maswali kuhusu amali ya watu wa zama ile. आती है, Jueni yule nabii ambaye amepata heshima अगर वो na dini yake inadumu, hii ni dalili ya ukweli wake. मुफ्तरी को इज्जत Ikiwa asingekuwa mpendwa wa Mwenyezi Mungu, basi asingepata umashuhuri, और जमाना दराज तक उसके na याना मजहब को महफूज रखना kumpatia mashuhuri mtu mwongo na kudumisha dini yake, hii si sunna ya Mwenyezi Mungu. Dini ambayo inaenea duniani na inaheshimika, काबिल एतराज है। basi ile dini haiwezi kuwa dini ya uongo. बात बताई आपने, Ikiwa shutuma zinaletwa dhidi ya dini yoyote, sababu zake ni tatu. फरमाया उसका सबब ये होगा, ये नंबर एक, उस नबी की हिदायतों में Sababu yake ya kwanza ni hii हदायत kwamba उनको बता, watu walibadilisha mafundisho yake na mwongozo wake. या ये सब सबब Ya pili, हिदायतों की तफसीर करने में गलती हो गई, उनकी तफसीर गलत रंग में labda watu walikosea kufasiri maagizo ya manabii. खुद हम Au la tatu ni kwamba hii pia inawezekana kwamba sisi tunaoeleta shutuma si wa kweli, labda hatukuelewa ujumbe wa nabii. Watu ambao wanaleta shutuma dhidi ya mtume saa salam hawakusoma historia wala hawakusoma kuhusu maisha ya mtume salallahu alaihi wasallam. Amesema kwamba hii pia imeonekana kwamba mapadri kadhaa ambao hawana elimu wanaleta shutuma dhidi ya Qur'an tukufu, na wanaleta shutuma dhidi ya mambo ambayo wamekubali katika Taurat. फिर फरमाया खुलासा ये Jambo hili ni kuleta shutuma dhidi ya dini. और खुदा तरसी इसी उसूल में है कि हम Amani ya dunia, uchamungu na usalama ni katika jambo hili kwamba tusiwakadhibishe manabii, राय कायम हो चुकी हो, manabii ambao wamekubaliwa na wamefuatwa na watu mamilioni, na msaada wa Mwenyezi Mungu pia unapatikana pamoja nao. हमारे इस उसूल को Ninakuwa na yakini kwamba yeyote anayetafuta haki, awe mtu wa bara Hindi au mtu mwingine yeyote, atakubali utaratibu wangu huu. मलका को लिखते हैं कि मलका हजरत मलका मुअज्जमा कैसरा हिंद व इंग्लिस्तान Anasema kwamba मलका की खिदमत में पेश करता हूँ, namwandikia malkia wa bara la Hindi जो हमारा असूल है। इस्लाम na namwelezea utaratibu huu, को खुसूसियत से kwa sababu huu ni utaratibu wa kuleta amani duniani, हम ऐसे बुजुर्गों की कसरे शान कर na huu ni utaratibu wa Islam. एक दुनिया को उनके ताबेदार कर दिया। Je, sisi बरसों से बादशाहों की tunatakiwa tuwafedheheshe manabii ambao wafuasi wake wao wanapatikana कि हम खुदा की निस्बत wengi na dunia inaendelea kuwatii? Je, tunaweza kuleta dhana mbaya dhidi ya Mwenyezi Mungu kwamba yeye anawaheshimu manabii निशान जाहिर करके na waongo sawasawa? धोखा देना चाहता है? Je, अगर खुदा ही हमें धोखा दे Mwenyezi Mungu anataka kuwadanganya watu kwa kufanya hivi kwamba जरूरी मसला है, anawasaidia waongo? Ikiwa ni hivi, basi ऐसी फैलनी नहीं चाहिए, hatuwezi kumtegemea Mwenyezi Mungu. सूबों में वो रौनक पैदा नहीं होनी चाहिए। Haiwezekani kwamba mwongo apate umashuhuri sawasawa na nabii mkweli, na wala haiwezekani dini yake iendelee kuenea kama dini ya nabii mkweli. और खुदा उसके मजहब के पौधे को Dalili ya ukweli wake ni kwamba msaada wa Mwenyezi Mungu unakuwa pamoja naye, बस जिस नबी के मजहब में pamoja na nabii mkweli. हमें चाहिए कि हम अपनी मौत और इंसाफ के दिन को याद करके Tukipata alama hizi katika dini ya nabii yeyote, tunatakiwa ताज़ीम और सच्ची tumheshimu na tusimfedheheshe है जो हमें खुदा ने सिखलाया। huyu nabii, bali tunatakiwa tuheshimu kweli kweli. Huu ni utaratibu ambao Mwenyezi Mungu ametufundisha कॉन्फ्रेंस na sisi tumekuwa warithi wake. मजहब के बारे में तो यहाँ
alisema hii pia kwamba mikutano mbalimbali inatakiwa ifanywe, na katika mikutano ile heshima na sifa za viongozi wa dini mbalimbali zielezwe. दुनिया का पहला मजहब tukitizama sawa na kitendo, islam ni dini ya kwanza ya dunia hii, बहरहाल lakini tukiangalia sawa na idadi, basi dini hii ni dini ya pili duniani. दूसरे मजहब को kwa hiyo करनी चाहिए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की zingine zote zinatakiwa ziwaheshimu waislamu चाहिए, नहीं तो फसाद na watimize haki ya heshima ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. फसाद pengine ufisadi utapatikana na amani utakosekana. उनके बुजुर्गों और अंबिया को ikiwa sisi tunaheshimu dini zingine zote तो सिर्फ na tunaamini viongozi wao walikuwa manabii wa mwenyezi mungu, hii ni kwa sababu ya mafundisho haya yaliyotolewa na qurani tukufu ambayo mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam alitufundisha. वसल्लम के मुतालिक wapinzani wa islam बात भी इस्तेमाल करते हैं, बेहुदा किस्म की तस्वीरें नहीं बनाते हैं। wanatumia maneno machafu kuhusu mtume saa salam na wanachora picha yake pia vibaya, जवाब lakini sisi waislamu करते या उनको इस्तेज़ा नहीं करते, kwa kutoa jibu hatu निशाना बनाया जाता है कि ये hatuiti kwa majina mabaya. पहले खुद ये लोग Na pamoja na hali hii tunalaumiwa kwamba sisi waislamu tunaharibu amani, बात भड़क जाएं, bali kwanza hawa watu wanaharibu kwanza amani, wanachochea हर तरह की कार्रवाई na baadaye wanasema kwamba waislamu ni waharibifu बताया था na wanaleta ufisadi. Hazur anasema kama niliyosema katika hutuba yangu iliyopita, एक होकर नहीं गए। hawa wapinzani wa islam wanafanya hayo yote kwa sababu waislamu si मसीह माऊद और मेहदी इमाम, kitu kimoja, umoja haupatikani. हमारा काम है कि दुनिया को हिदायत Na sisi wahmadia ambao tumejumuika kwa mkono wa sinama alah salatu wassalam, मसीह मौद अलैहिस्सलातु tunatakiwa tuwaambie hawa watu njia mbalimbali za usalama na amani, ताकि दुनिया को na tusambaze sana ujumbe huo niliyosoma, ujumbe huu wa sinama alah salatu wassalam duniani, ये पता ही नहीं ili dunia ijue mafundisho mazuri ya islam. हमारे दिल Watu wa dunia hawajui kwamba के दिल में क्या है, heshima ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam की तालीम ikoje mioyoni mwetu. व हसना Mafundisho ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam na mfano wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mzuri kiasi gani, hawa watu hawawezi kukadiria. Na आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर इश्क और मोहब्बत है, mwislamu mkweli anampenda mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi gani, hawa watu hawawezi kukadiria hata kidogo. आज से 1400 साल पहले Kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam अपने शेर में नहीं किया था कि hali yake haikuelezwa katika shairi ya Hasan bin Sabit, kunta sawad alinaziri fami alayya naziru man shaa baadaka falyamut faalayka kuntu haziru. तू तो मेरी आंख की ewe mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam, से मेरी आंख अंधी हो गई, wewe ulikuwa jicho langu na kwa kufa kwako mimi nimekuwa kipofu. Baada ya kufa kwako mtu yeyote afe, mimi sijali, nilikuwa naogopa kuhusu kifo chako. लेकिन Shairi hili lilisemwa na Hasan bin Sabit wakati mtume saa salam alipofariki, lakini katika zama hii tunaona kwamba sinama alah salatu wassalam हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत, एक गहरी इश्क व मोहब्बत पैदा की हमारे दिल में। इस इश्क व मोहब्बत की alitia mapenzi ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam mioyoni mwetu. शक नहीं थे, वो फरमाते हैं sinama alah salatu wassalam kwa kueleza yale mapenzi anasema katika kasida yake ndefu, राओ का व उम्मतुन का दुखबिरत qaumun raoka ummatun kad ukhbirat कौम ने तो min zalik badrillazi asbani, खबर सुनी है उस बदर yani kaumu moja ilikuona na kaumu moja imepata taarifa ya ile mwezi ambayo mimi ni ashiki wake. yabkuna min zikri ljamaali sababatan wa taaluman min lawati lhijrani,
और जुदाई wao kwa kukumbuka uzuri wake wako wanalia कलूब वाला दल हनाज na wao wanalia kwa sababu umeaga dunia. wa aral kuluba ladan hanajere kurbatan सीलो हल ऐनान wa aral ghuruba tusiluha al ainane, मैं देखता हूँ कि दिल बेकरारी से गले तक आ गए हैं mimi naona mioyo और मैं देखता हूँ imekuja mdomoni kwa sababu ya kukosa utulivu, na vile vile naona macho yanatoa machozi. आखिरी शेर ये है, बहुत सारों को हमारे na बच्चों को भी याद है ये कसीदा कि जिसमें यतीरो इलाका मिन शौकीन kaplat mwisho ya shairi hili ni hivi kwamba jismi yatiro ilaika min shaukin ala ya laita kanat quwwata tayarani, mwili wangu kwa shauku ya kukutana nawe आकाश inataka kuruka, बस lao मैं तो ningekuwa na nguvu ya kuruka. ये इश्क मोहब्बत के सबक सिखाए गए हैं। basi sisi ये दुनियादार कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है tumefundishwa जब अखलाक mafundisho ya mapenzi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivi, na watu wanasema हस्तियों को छूने kwamba kulikuwa hakuna kitu katika ile film. Hazur anasema hulka inapopotea, लगे हमारा काम na katika hali hii amani ya dunia सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के inakosekana. Tunatakiwa kwa sisi kwa kufanya juhudi tueleze लाइफ ऑफ hulka mbalimbali za mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya dunia. सीरत वाला हिस्सा है। Na kuhusu hii life of Muhammad ni kizuri sana, kila mwanajumuiya anatakiwa asome kitabu hiki. तमाम पहलू बयान हो गए हैं, या ये कह सकते हैं कि Takriban और फिर sehemu nzuri, sehemu zote za sera za mtume sallallahu alaihi wasallam zimeelezwa katika Qur'an tukufu katika kitabu hiki, na vile vile someni vitabu vingine pia kuhusu sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न kwa kuandika makala na kwa kutoa vipeperushi. इसका अहम mueleze sifa za mtume sallallahu alaihi wasallam mbele ya dunia. Mwenyezi Mungu अकलता amwezeshe kila mwanajumuiya aweze kutimiza jukumu hili vizuri, na Mwenyezi Mungu aipatie akili dunia hii ili wale wanaoeneza uadui duniani au ufisadi wa duniani, watu wenye akili waweze kukataa watu hawa, ili dunia iweze kusalimika katika ufisadi na waweze kusalimika katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu afanye hivyo hivi. Baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja. Huzuri anasema, je, jeneza imeshafika hapa? नसरुल्लाह खान नासिर साहब Jeneza hii ni ya bana Maulana Nasrullah Khan Nasir Saheb ambaye alikuwa mbashiri wa jumuiya. Tarehe 23 wa September alipata mshtuko wa moyo kwa sababu alikuwa na maradhi ya moyo. Alifariki, umri wake ulikuwa miaka 72, na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siku hizi alikuja hapa Uingereza. गुजरात के बेटे थे। Alikuwa mtoto wa Meher Allah Dita Saheb wa Gujarat. 1918 में अपने गांव से पैदल चाल Baba yake alijiunga na jumuiya mwaka 1918 na alienda kwa miguu kule Kadian. Marehemu Nasrullah Khan Nasir Saheb mwaka 60 alitoa wakfu maisha yake na alijiunga na Jamia Ahmadiyya. Wakati wa masomo aliandika makala yake wa kwanza kwamba halifa hawezi kuondolewa, na makala hii ilitolewa katika Al-Fazl. Alikuwa na elimu sana, खास मलका हासिल aliwahi kuwa mhariri wa Majallatul Jamia Ahmadiyya. Alikuwa na ujuzi sana wa kuandika makala जामिया से फारिग होने के katika magazeti na katika mujalla alikuwa akiandika makala. Baada ya kumaliza masomo ya Jamia Ahmadiyya mpaka mwaka 83 aliendelea kuitumikia jumuiya kama ni mbashiri. दफ्तर में मरकज में Na aliwahi kutumikia jumuiya katika ofisi ya Islah Irshad Markazia. 94 mpaka 2004 aliwahi kumhariri wa gazeti la Ansarullah, na kwa sababu ya hii kesi ilifanywa dhidi yake, na kwa kufuata ile kesi alikuwa akienda Karachi na miji mbalimbali. Baadhi wakati alikuwa anapewa tarehe haraka, lakini yeye pamoja na kuwa mgonjwa alikuwa akienda
kusikiliza ile kesi na kwa shujaa sana alisimama dhidi ya kesi hizi. कैफियत होती थी। बाज़ वो दुश्मन बड़ा baadhi wakati hali ilikuwa ikiharibika mahakamani, lakini mwenyezi mungu alimpatia uwezo मुकदमा na इनमें हमेशा पेश होते रहे। yeye दारुल क़ज़ा में बतौर काजी की खिदमत aliendelea kusikiliza kesi zake kila wakati, na katika darul kadhaa pia aliwahi kuitumikia jumuiya. 313 साहबा हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम aliandika kitabu kiitwacho usafi siku safar. katika kile kitabu aliandika sifa za masahaba 313 wa sinam alahi salatu wassalam. इंतहाई vile vile aliandika vitabu vingine pia. मुतवक्किल मिजाज alikuwa mtu wa kufanya maombi sana, na alikuwa akiishi maisha ya kawaida, बड़े पाव na alikuwa mpole sana, भी थे मरहूम na alikuwa mtiifu sana, na alikuwa musi pia. वो फरमाए और उन्हें अपनी रज़ा की जन्नतों में आला मुकाम अता फरमाए। mwenyezi mungu amghofirie अल्लाह इनके बच्चों na ampatie nafasi katika pepo yake ya ridhaa. mwenyezi mungu awajalie watoto wake pia waendelee kuendeleza wema wake. kama nilivyosema, baada ya swala ya ijumaa nitaswalisha jeneza yake. nitaenda nje kwa ajili ya kuongoza jeneza, na nyinyi muswali swala ya jeneza hapa miskitini. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.